Ushauri kama ni kweli ulitumia njia haramu kutaka kujenga. Kwa wanaosema utubu, nataka nikuongoze namna ya kutubu. Tubu hivi: uza nyumba zote ulizojenga kwa njia hiyo na kurudisha fedha hizo kwa waliotoa. Katika Luka 19 mstari wa 8, Biblia inasema Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Hapa nitataka ufahamu kwamba always shortcut is the long cut. Inawezekana hiki sio Kiingereza sahihi, lakini anakitumiaga vijana, watumia Kiingereza cha mtaani. Kiingereza sahihi kinaweza kuwa always long way. Shortcut is a long way. Wakati wote njia fupi ni njia ndefu. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Tahadhari, klipu hii siitoi nikiwa na maanisha Pascal Cassian amedanganya kweli, amewapiga watu, au hizi tuhuma zilizoanza kuinuka juu yake ni vita tu vya kihuduma. Napenda sana usicomment kwa mahaba ya kishetani. Kwa tafsiri gani? Kwamba either una kile kiitwacho upendo, au wewe ni mtu ambaye unapenda sana haki, lakini una upendo wa kishetani. Yani unampenda mtu na takataka zake, unampenda mtu na machafu yake, na hasa mnaopenda mtu akifanya machafu afichiwe machafu yake, aongelewe kwa siri. Na hakika Pascal Cassian umempenda kwa kuwa alikuwa anafichua uchafu wa wengi. Kwa hiyo isiwe wewe, kama kuna watu wanajaribu kutoa tuhuma dhidi yake, wewe tu ndio, hapana, mungemuita pembeni. Hapana, hiyo sio hekima. Huo ni upendo wa kipumbavu. Huo ni upendo wa kishetani. Biblia katika Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 6 inasema upendo haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Upendo huwa haufurahi, hauonyeshi furaha hata kwa mtu ikiwa amefanya udhalimu au mabaya. Kwa nimependa nionye hilo jambo. Hii klipu kwa hapa mwanzo haizungumzii amewapiga watu kweli, ametupiga katika michango aliyotuchangisha, ama ni vita vya kihuduma. Kwa pengine anapigwa vita na waliofuatilia na kuanza kufichua baadhi ya mambo ya sintofahamu. Na kupata tahadhari, usimwamini mtu kupita kiasi. Biblia ndio maana imeweka tunda la kiasi. Usimwamini mtu kupita kiasi. Mtu awaye yoyote namjua duniani ni chochote, aweza kufanya chochote ulichotarajia na ambacho hukutarajia wakati wowote. Hivyo naomba tufuatane kwa utulivu kabisa katika mambo yatakayoendelea. Jambo la pili la mapema, kabla sijaanza ushauri kwa Pascal afanye nini kwa mambo yanayoendelea, ushauri kama ni kweli asipofanyia kazi yote haya tutakuwa katika hali gani? Jambo la pili la mapema ni kwamba ifahamike, kujenga kupitia sadaka au michango yote ambayo watu wanaweza wakakuchangia sio dhambi. Sio dhambi kama kajenga nyumba kupitia sadaka au michango, sababu hata wachungaji wahubiri hupewa sadaka, kwamba sadaka ya injili hiyo, sadaka kumtegemeza mchungaji, ununua magari, ununua nyumba. Na hakuna dhambi hata kwenye Biblia, hakuna dhambi, isipokuwa
kuna kitu ambacho kinaweza kujadiliwa humo ndani. Tunachokijadili hapa ni kweli wakati wote alipokuwa natoa updates za naelekea kufa, ninawaaga, ni watu wamenitenga, wamenikatia tamaa, tumbo limevimba, imeshashindikana hospitali zote kubwa. Je, hizo taarifa zilikuwa na ukweli wowote, au alikuwa mitaani na alikuwa akitaka makusanyo yaendelee zaidi ili amalizie ama afanikishe aliyokuwa ameyataka? Hicho ndicho ambacho kitakuwa moja ya kiini kuchambua haya mambo tunayochambua. Kwa ujue kujenga sio dhambi, njia ya kujenga. Na ni ama je, toka mwanzo pale kweli aliumwa kiwango cha kushirikisha watu kwa sura hiyo? Kwa sababu mimi ni mtu ambaye nilipotoa clip, kwanza nichelewa sana kutoa clip. Nichelewa sana, zilikuwa zinasumbua sana zile clip. Mpaka ni baada kama wiki kadhaa, clip kadhaa ametoa kadhaa ndo nikatoa. Lakini bado pale nisema kuna watu wanasema tunataka tujue unaumwa nini, nataka ukatibiwe nchi gani watoe pesa. Hiyo akasema hapana, wanatafuta kuniua. Baada ya clip ile ambayo ndani yake nitoa maelezo kwamba sababu zote zina kufanya utoe clip hii, hebu ziweke wazi. Kwanza uwe na mtu ambaye ni nia yako. Utumishi utakao kuwa umeshindwa kutengeza mtu wa nia yako, una maswali. Sasa naomba uelewe, sijapinga kujenga, kwa sababu nimeona mahali comment vita vya kihuduma, vita pana kwani kijenga kupitia sadaka. Uelewe shida ni inawezekana alianza kutoa taarifa hizo akiwa na kusudi la kuchangisha fedha, ambalo swali nimeuliza pale mwisho, kwa hivi kweli Pasco kwa namna ambavyo alikuwa na umuhimu, ambavyo namuona mimi ni muhimu, ni kama amegusa maisha ya wengi, kwa kama alichokifanya hiki ilikuwa ni njia ya kupata hizo fedha, na hivi angeomba tu msaada kwamba naomba msaada nijenge nyumba kwa wadau wake, kweli wasingetoa pesa ya kutosha mpaka akapita njia hii? Kuna maswali najiuliza kwamba kama haya ni kweli ameamua kuwapiga watu, na maswali nitajiuliza hapo mbele kwamba ni kibaka mzoefu kama ni kweli. Ukumbuke nimekutahadharisha usianze mnampiga vita, kumbe na wewe mbarikiwa. Mimi sinaga rafiki wa kudumu, sinaga adui wa kudumu. Mimi urafiki wangu ni jambo jema, uadui wangu ni jambo baya. Ndio maana nimekwambia upendo haufurahii udhalimu, ila unafurahi pamoja na kweli. Jambo la tatu, nikiri kwamba mimi mwenyewe nilitiwa shaka na aina ya utoaji wa taarifa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, yani mpaka hizo anazotoa mwishoni huko. Sasa natoka hospitali, sasa naruhusiwa, sasa taarifa za matumaini, sasa nawaombea walio maadui zangu. Mungu, tunapitia vita. Zote nina mashaka nazo, kwa sababu yanayotakiwa yafanye sio hayo. Na kuna vitu ukiangalia hii kama clip ambayo amerusha wale promoter, inaonyesha ina siku, mpaka mimi narusha hii clip hapa na rekodi clip hapa, ina siku 7 days ago. Kwa tangu hapo ndo zilianza kutoka taarifa. Sasa hali ya matumaini, sasa naruhusiwa, sasa nawaombea msamaha wote mlio. Nasema sio kwamba uende umegundua kuna watu wanakuchunguza. Ikumbukwe, NB zingatia, sina maana taarifa hizo
zilizotolewa mapema ni za kweli, ila tunaweka yote mawili. Sio za kweli afanye nini, ni za kweli afanye nini. Usiwe na chuki za kishetani, unamchukia tu mtu kwamba kweli nilitegemea yamkute mabaya kama hapa na mimi nisherehekee, ama upendo wa kipumbavu wa kishetani kwamba hata iweje. Hivyo ni vita vya kihuduma. Hakuna mtu anayempiga vita mtu anapomuonya juu ya mabaya. Huko sio kupigwa vita. Nisikilize. Ushauri wangu kwa Pascal Cassian, afanye nini ili kutuliza dhoruba hii? Ikiwa kweli alikuwa anaumwa kiasi kinachofanana na ukubwa wa taarifa alizokuwa anatoa, kama kweli alikuwa anaumwa kwa ukubwa unaofanana kiasi cha taarifa alizokuwa anatoa, alafu pia nitakuja ushauri ikiwa ni uongo afanye nini. Moja, kama ni kweli, atoe hadharani vielelezo vya hospitali alizopita na gharama alizokuwa akigharimiwa ama akilipia huko tangu alipoanza kutoa taarifa za ugonjwa huu wa awamu hii ambao ni takriban kama miezi miwili hivi. Atoe vielelezo, kama ana arudi, taarifa zake zipo hospitalini, kwa sababu palikuwa na baadhi ya kripu anasema hospitali kubwa zote zimeushindwa ugonjwa wangu, na wengine waliokuwa wanamsikiliza ndani wanajaribu, kuna ambao ni kama wanazungumzia habari ya kwamba alikuwa anasema sio alipima Bugando akapewa rufaa kwenda Muhimbili, whatever. Hospitali zote kubwa zilizoshindwa zikiwa na records na tarehe na gharama aliyolipia ionekane, aviweke wazi hadharani, aviweke hadharani. Hao anavipiga picha hivi vinaonekana hivi, anaposhoot anaporekodi vile vinaonekana hivi, na wapi alilipa kiasi gani, mpaka alikuwa analalamika. Sasa hiyo inakuja kwenye pointi ya pili. Aweke wazi miamala na matumizi yake, ikiwemo ujenzi kama amejenga kweli, kwa sababu kujenga kupitia sadaka sio dhambi. Kupitia michango ya watu wakati na kuchangia jambo fulani inawezekana sio dhambi. Ngao wengine sisi watu tunaangaliaga sana kama kuna watu wanatupenda basi wahusike kwenye jambo ambalo tunaona wanatakiwa kuhusika. Hakuna shida zinapozidi. Ni kweli unaweza ukanunua kitu kingine chochote. Sasa aweke wazi miamara na matumizi yake, ikiwemo ujenzi. Wapi nilipokea shingapi? Nini hapa kinatafutwa nini? Kuna wakati alikuwa anasema watu wameniacha peke yangu, wameshanikatia tamaa, wajihusishi. Kama wakati huo unasema wajihusishi na wewe, alafu kuna mali unaendelea kujenga, ujue kama kweli ulikuwa unaumwa, ujue basi unataka kuutumia ugonjwa kama mtaji. Kwa sababu watu hawatoi kwa ajili ya ujenzi, wanatoa kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo ili kuwakata ngebe, toa miamala, kwa sababu hiyo miamala iko kwenye mitandao. At the end of the day, ukiakuza haya mambo, ukaendelea na vimaombi na nimewasamehe. Kuna maswali nitajiuliza huku mbele. Utajipata katika moja ya swali ninalojiuliza. Sababu hiyo njia inayotumika, hiyo njia kupiga picha upande hiyo na kufuga ndevu, katika ushauri wangu hapa jambo la tatu katika ushauri nimesema anyoe hizo ndevu na kuacha kutoa video vifupi tena akiwa gizani vya upande. Nyoa hizo ndevu. Kwa uko kombo liko kunaomba sura inayoonekana haionyeshi umetingwa kiasi cha kutonyoa ndevu. Ama kama umeamua aina yako ya maisha yatakuwa na mandevu full, sawa. Lakini kama sivyo, umezoea kunyoa ile minyoo ya ambavyo vingine ndio vinafanyaga basi watu yetu unakemea mabana. Kumbuka
Mke wangu alishawahi kutuma ujumbe inbox kwamba sasa nadhani ilikuwa mwanzo wa kupunguza ile denge iliyokuwa kubwa sana, ili usitatanishe watu. Sasa mke wangu alimuona wa maana sana alipokuwa ananitetea sana nikiwa nimefungwa gereza. Na kutetewa mtu, kumtetea mtu, yani wema wa mtu hasa, utakatifu hasa huonekana mtu ikiwa anaweza kumtetea mtu aliye kwenye matatizo. Kwa hiyo si kwambii hufai kwa kila kitu, kama haya uliyofanya ni ya kweli. Bado katika maeneo utakayokuwa unatetea watu utakuwa wa maana, lakini kuna tahadhari naiweka huko mbele kwamba kama utaingia kutetea, utetee kwa sura gani, hasa kama huu mpango ulikuwa umeupanga ili ujenge ukaamua kutumia njia hiyo. Sasa ushauri, nyoa hizo ndevu na kuacha kutoa video vifupi na ukiwa gizani upande. Nyoa hizo ndevu, una nguvu. Unaonyesha tu kabisa unayo nguvu ya kuweza kunyolewa hapo. Nyoa tu. Ila pengine tungetumia tupitie hapa. Hivi kunyoa vya kisera hivi achane navyo. Ukitaka ziache zote. Ukitaka nyoa zote, zibaki ndogo zote au toa zote. Biblia unayosoma katika Walawi na mahali pengine pengi imeonya kwa habari ya usinyoe pembe za ndevu wala usinyoe denge. Sasa humu ndo tunaingilia umomo sasa na kuweka sawa vitu vingine vyote. Otherwise, kwa hapa endelea kutonyolea denge, endelea kutonyolea hizo mnazonyoa. Tutakuwa tukiunganisha hata kama umeclear vipi, tutakuwa tukiunganisha kwamba lakini hapa ni kama tunapigwa. Kuna maswali nitajiuliza hapa mbele. Tutakuwa pamoja, tutaelewa kitu fulani. Ushauri, kama ni kweli ulikuwa unajenga na umetumia njia haramu hiyo ulioitumia. Nia ulikuwa ujenge, ukaamua kutoa taarifa, publish taarifa za kana kwamba unaumwa serious, kwa sababu kitendo pia kile cha kwamba watu wanasema kama ndani huko hatarini, tuambie nchi unayotaka kutibiwa. Kuna binti moja alikuwa fire sana. Na mimi nilikiri, nilikuwa tayari kama kweli kabisa mambo ni magumu yanatakiwa nje ya nchi, nilikuwa tayari kuomba watu wa kuchangia ukatibiwe nchi yoyote inayotakiwa. Na hata kulikuwa na watu ambao mimi nawajua, watu kama wanaoonekana kwa namna iliyokuwa inaonekana wako tayari kusupport mtu ili kumwokoa. Ushauri, kama ni kweli ulitumia njia haramu kutaka kujenga. Kwa wanaosema utubu, nataka nikuongoze namna ya kutubu. Tubu hivi: uza nyumba zote ulizojenga kwa njia hiyo na kurudisha fedha hizo kwa waliotoa. Katika Luka 19 mstari wa 8, Biblia inasema Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Hapa nitataka ufahamu kwamba always shortcut is the long cut. Inawezekana hiki sio Kiingereza sahihi, lakini anakitumiaga vijana, watumia Kiingereza cha mtaani. Kiingereza sahihi kinaweza ikawa always long way. Shortcut is a long way. Wakati wote njia fupi ni njia ndefu. Unaweza kadhani ulipata, kumbe ndio ulipoteza. Utapoteza hivyo vitu na utapoteza imani
waliokuwa na kuamini watu. Hiyo ndio njia ya kutubu, yani sio kutubu kwa kienyeji kunako tangazwaga mitandao sasa hivi kwenye dunia sasa. Huku ndo kutubu, mifano ya kutubu ambacho Yesu baada ya hapo alisema wokovu umeingia nyumbani mwa Zakayo. Hivi ndo kuokoa. Paulo anasema vitu vyote vilivyokuwa faida kwangu naliviona kuwa mavi ili nimpate Kristo. Unapookoka vya ukweli kabisa, mali zote ulizopata kwa njia ya dhuluma zinakuwa hazina thamani tena. Unaanza kutafuta zirudi kwa wahusika. Hilo mmoja. Kama kweli ufanya udanganyifu, toa, uza, na utavipoteza hivyo, na utapoteza na imani ya watu kuhusika kwenye maisha yako. Ingawaje afichaye dhambi zake atafanikiwa baada ya ziungamaye. Dhambi unapoifichua sana itakupotezea imani kwa muda mfupi, lakini inakujengea imani ya milele ambayo watu watakuamini sana na Mungu atakuamini. Ndio maana imeandikwa afichaye dhambi zake hatafanikiwa bali aziungamaye atapata rehema. Ushauri wangu, kama ni kweli umejenga kwa njia haramu na wewe unajua ni njia haramu, ulitumia ugonjwa kusingizia ugonjwa, mbili, utoe ufafanuzi wa udanganyifu mwingine uliowahi kufanya. Hiyo itaonyesha unatubu. Utoe ufafanuzi wa udanganyifu mwingine ambao uliwahi kufanya. Inawezekana kuna udanganyifu mwingi umewahi kufanya. Na ndio maana kuna maswali najiuliza hapa kwamba je, ni kibaka mzoefu anawezaje akaingia na staili hii iwe ni kwa mara ya kwanza? Kama kwa dhamira ya dhati kabisa uliona ni njia ya kupata pesa kwa haraka na kufanikisha uliokuwa umetaka kuyafanikisha. 3, wakati wa kutubu kwako tangaza kuacha kabisa shughuli za uhubiri kwa muda mpaka utakapopata baba wa kiroho. Na kama unataka kuendelea kutetea watu, kukosoa katika jamii, jiunge kwenye moja ya chama cha siasa. Kwa sababu kwenye siasa ndiko ambako wako watu wanaokosoa na kutetea watu, lakini wakati na wenyewe wana mambo ya uchafu, kiwemo uzinzi wa kutupwa, ulevi wa kutupwa, na baadhi ushiriki hata mauaji kwa namna kadha wa kadha, lakini uonekana wako mstari wa mbele kupinga udhalimu, kupinga mauaji, kupinga utekaji na vitu kama. Kwa hiyo utajiunga kwenye moja ya chama cha siasa na utaendelea na hiyo shughuli, lakini kwenye uhubiri chana nako kabisa mpaka utakapopata baba wa kiroho ambaye inawezekana ndio unaokoka kwa mara ya kwanza, na huyo atakudhibiti. Ukiwa na baba kabisa kabisa na kudhibiti usifanye shughuli kabisa za uhubiri mpaka akutoe udunia ambao ulikuwa umefunika maisha yako. Ushauri, usipofanya chochote katika haya niliyoelekeza, niliyoshauri, aidha hujafanya, ukweli ulikuwa unaumwa kwa kipindi chote hicho kwa ukubwa unaofanana taarifa ulizokuwa unatoa, ama ni mtu ambaye unakiri ulifanya udanganyifu, hujafanya ushauri wote niliotoa A na B. 1, fahamu mashaka yote yataendelea kuhusiana na jambo hili kiasi tutaendelea kuhoji na kutafuta ukweli zaidi kwa siku nyingi zilizo mbele. Na B yake ni kwamba utapoteza imani. Endelea kuomba uombavyo, endelea kusema nimewasamehe, endelea kusema wananipiga vita vya kihuduma, endelea kulia na kufanyaje, hautapunguza mashaka ambayo utaendelea kuwa nayo. Hiyo chonde fanya mojawapo kati ya haya niliyoshauri.
Maswali ya kujiuliza ambayo najiuliza, ikiwa Pascal Cassian ametupiga, moja ni kibaka mzoefu kweli. Kama ametupiga kweli, huo mchoro ameanzia sasa. Nyumba ilikuwa na umaana kiasi gani ya kwake na ya mama yake mpaka umfanya fikiri wazo la kishetani kiasi hiki? I think swali hili wengi mtakuwa mkijiuliza, lakini hatulipatii majibu kwa sababu tunataka tupate kwanza majibu kutoka kwake juu ya tuhuma kadha wa kadha. Jambo la pili ambalo ninajiuliza, je, ni kipandikizi cha hao Freemason au system za mashetani ambao ilikuwa ajenge imani kwa watu ndipo aje wapige, alafu ionekane amedhalilisha neno la Mungu, amedhalilisha watu wa Mungu, amechafua kanisa, amechafua Kristo. Ingawa Kristo achafukagi hivi, unachafuka wewe. Kuna jambo liko hapa chini, unachafuka wewe. Walishajitokeza watu walionekana wamechafua neno la Mungu, walichafuka wao. Ni mchongo, ni mchoro. Kijana ni kipandikizi wa hao Freemason au system fulani ya kishetani ilikuwa ikiwachezea, nikitaka ichezeo Kristo, ionekane imepandikiza mtu ambaye mkali, anakemea maovu, lakini kumbe ni mtu wao, kwa sababu Kristo ni moja kitu kinachezewa. Kuna watu wamo wananena, wanaomba, lakini wana agenda yao. Hata wazungu wenyewe, asilimia kubwa wazungu waliokuja kuhubiri Afrika walitumwa kuvuruga akili za Waafrika, hasa walioanzisha Upentekosti. Upentekosti asilimia kubwa, mpaka Wapentekosti nao waona leo waliokuwa manabii, waliokuwa mitume, waliokuwa wanaonena kwa lugha, wasionena kwa lugha, karibia wote Upentekosti ni propaganda ya wazungu, ni akili zimeprogramiwa yani, ili yawe mataira ya kufa mtu, yawe nasubiri baraka za Mungu, yawe nasubiri kwenda mbinguni, yawe nasubiri kupandishwa kuwa vichwa, likiwa taira, furu taira. Kwa hiyo umomo wamepita nao wanaokuwa ndani ya system fulani hovu ndani ya nchi, wanakuwa mbele. Watu mwingine wanapata shida, mbona huyu anasema haya ni kama makubwa kuliko, lakini uko salama. Siku na hizi kesi 5 ambazo hatuzijui. Unaendaga mahakama lini? Unaendaga na nani? Sababu kama ulikuwa unatetea watu, ulikuwa unapigania watu, siku ya matatizo watu hujitokeza kuwa na wewe. Na zenyewe bwana, tuwekee tayari, tuwekee wazi, tuwekee na tarehe za mahakama, nini kinaendelea. Nje na hivyo inawezekana tunapigwa. Hiyo ni katika yale ambayo itakiwa kuyaweka wazi. Tuweke wazi na hizo kesi. Otherwise taendelea kuona mashaka sana. Jambo la mwisho, je, Mungu au watumishi wa Mungu wa kweli wanachafuliwa, wanaaibika? Watu watakosa imani juu ya Mungu au watumishi wa Mungu wanaojaribu kupinga mabaya kwa sababu ya watu kama hawa? Nikwambie, kuna mahali Mungu haaminiwi. Watu wa Mungu hawaaminiwi kwa sababu tu wamejiaminisha kwa watu. Mungu ana namna nyingi za kujiaminisha yeye ni Mungu. Ana namna nyingi za kuaminisha watu wake, hawa ni watu wangu,
hawa ni watu wangu. Na vitu ambavyo uviruhusu ili tumfahamu binadamu. Kwa akili za kawaida hizi unajua mwanadamu ambaye hawezi kuwa mwema hata kama anatangaza wema kiasi gani. Kwa sababu kama kina Pasco, kama hiki alichofanya ni cha kweli, lakini lifestyle ilikuwa inafanya useme sawa baba, Mungu anatumiaga na punda, twende. Sasa ukiona tu matukio fulani tatokea, unaanza kusema sio kile nilichokuwa nafikiri kwamba huyu anaweza kawa sio kilikuwa chenyewe, hata kabla hatujapata ukweli wote. Kwa hiyo hapa hakuna cha kuchafua Mungu wala kuchafua watu wa Mungu, wala hakuna cha hatari kwa watu wengine wote wa Mungu, kama sasa na kina Mbarikiwa sasa mtaanza kutiliwa shaka, kusakama kwamba na nyinyi bila shaka mna ufiche. Tulishatiliwa shaka, tumesha chimbuliwa huku na kule, na tuko tayari mtu yoyote kufanya research yoyote, ibuka na taarifa yoyote, ila unachoweza kukutana nacho kwa mimi, ukisema nasema, ukifafanua nafafanua, ukianika na anika. Kila kitu mimi kwangu kiko peupe. Kwanza hakunaga taarifa mpya mimi mtu anaweza kaja kuanika ya maisha yangu sijawahi kuisema. Sababu kama kuna wakati tulikosea, wanakiri tulipokuwa watoto, tulisema kama watoto, tulifanya kama watoto, lakini tulipokuwa watu wazima tuyabatilisha mambo ya kitoto. Nayo ya kuiona kwamba nilikosea yenye madhara, yenye hatari kwa maisha yangu, hiyo na hakika haipo. Tangu kuokoka mwaka 2000 mwezi wa 11, miaka 25 sasa, kasoro mwezi mmoja. Anyway, nimesema mengi sana. Tahadhari, sitoe comment za mapenzi na upendo wa kishetani, lakini pia sitoe comment za chuki. Hebu twende wote tuchochee Pasco asaidie sana kutuliza upepo huu kwa njia ya kuweka wazi mchakato wote wa matibabu yake, au kutubu kwa namna ipasayo. Nje na hapo, akiendelea kujibu kwa namna hizi anazojibu, watu wengi naamini watakuja kutoa maelezo fulani yatamweka kwenye wakati mgumu na mbaya sana. Ni mwenyewe leo sijayatoa hayo. Kuna wakati ukiangalia uandishi wake anapotoa clip, unapata shaka na elimu yake. Alishia la ngapi? Sijawahi fuatilia mimi. Alishia la ngapi? Alikuwa na uelewa gani darasani? Kwa unamuona ni kama mtu fulani asiyejua baadhi ya vitu vina madhara kiasi gani. Taarifa kwa mfano hizi za ugonjwa, kama zilikuwa za uongo, hawezi kujua zinaweza zikatumikaje kumpoteza milele kwenye ulimwengu wa Injili, lakini pia na kwenye ulimwengu wa usalama, na pengine akajikuta yuko jela katika kipindi chote kinachoweza kikawa kimesalia kwenye maisha yake, kwa kitu ambacho kilikuwa na mbadala. Nataka kujenga, nitakuwaomba watu, kama umetupiga, waombe watu, waambie nataka kujenga, wangejihusisha kwa msisitizo kama utulio kwa sisi wakati wa kile kinachoonekana ulikuwa umetingwa, unaumwa, unaelekea kufa, wangetoa.
kulikuwa na mbadala. Hata kama ulipona ugonjwa, njia ya kutoa taarifa haikuwa sahihi. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliye akiwa ametoka kumhifadhi sifa. Ni yule kabla hapo alikuwa analia akiwa ametokea gerezani ambako alifungwa kwa ajili ya neno la Mungu. Na mwisho, kabla ya hapo alikuwa analia kitokea nyikani, kabla na baada ya kuuawa mwanawe wa pekee. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afae katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mhukumu wa haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.